Jambo la pili, damu ya agano ina uwezo ndani yake wa kusimamia na kuratibu mafanikio ya mtu kwenye lango lake la uchumi. Kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari ule wa 23 na wa 24. Kutoka 2:23 na 24 inasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli, Mungu akawaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu walikuwa wanalia juu ya hali yao ya uchumi, kiutendaji haikuwa nzuri. Wakalia, kilio chao kikamfikia Mungu. Lakini angalia Mungu alivyojibu. Na ndipo hapa watu wengi tunakwama. Angalia Mungu alivyojibu. Biblia inasema akakumbuka agano. Anasikia maombi yako, hajibu maombi yako. Anakumbuka agano ili alitumie kujibu maombi yako. Jibu la matatizo yao ya uchumi lilikuwa ndani ya agano ambalo Mungu alikuwa amelifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Jibu la matatizo ya uchumi Mungu akimjibu mtu liko ndani ya agano. Kwa nini? Matatizo ya uchumi yalianza pale mwanadamu alipoamua kuasi kwenye bustani ya Eden. Ndiko yalikoanzia. Na hali ikavurugika. Na ili Mungu amsaidie mwanadamu akaanza kutengeneza maagano. Ngazi tofauti tofauti mpaka kufikia agano hili tulilo nalo linaloitwa agano lililo bora. Limeahidiwa juu ya ahadi zilizo bora. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majibu yako mle. Viwango vya uchumi ambavyo Mungu amepangia watu wake viko mle. Namna ya kupata viko mle. Kutoka sura ya 12 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 28. Kaangalie. Anataka kuwatoa kwenye tatizo la uchumi wao. Anataka kuwasaidia katika maombi waliokuwa nayo. Angalia aliyowatolea wapi? Kwenye lango. Maandiko yanatuambia kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 12 ndio anawatoa hivyo. Akawaambia, chukueni damu mweke juu ya mimo miwili ya mlango na kizingiti cha juu cha kila mlango wa kila familia. Atakapoiona damu atapita. Atakapoiona damu atapita. Kazi moja wapo ni kitu gani? Kushughulika na kuondoa zuio ambalo lilikuwa linazuia. Kumbuka hawa ni kizazi kingine. Ibrahim, Isaka na Yakobo wote walikuwa na package zao pamoja na hao watoto, pamoja na uzao ule wa kina Musa. Baraka zao za kufanikiwa kwao zilikuweko katika lile agano. Hao wamefika mahali kuna zuio limetokea. Sio kwamba hawajabarikiwa, wamebarikiwa. Sio kwamba hawana package zao, wanazo. Sio kwamba hawana baraka zao, wanazo. Lakini zimezuiwa. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 29. Alafu tusome, tutarudi tusome wa 13 na wa 14. Wagalatia 3:29. Alafu tutarudi tusome ile 13 na 14. Wagalatia hiyo hiyo. Anasema hivi. Mstari wa 29 Wagalatia 3. Na kama ninyi ni wa Kristo,
basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi. Mstari ule wa 13 unasema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kitu gani ninachotaka uone hapo? Nataka uone kitu cha msingi. Mungu alipokumbuka agano kuwasaidia kizazi cha Musa, na sisi mpaka leo tukiomba msaada kwa ajili ya Mungu kutusaidia kwenye uchumi, hatafanya tofauti. Atakumbuka agano, kwa sababu maandiko yanatuambia baraka zilizokuwa ndani ya Ibrahim zilikuwa ni za kwake na uzao wake. Na maandiko yanatuambia sisi tulio wa Kristo, au tuko ndani ya Kristo, au sisi tulio mali ya Kristo, ni uzao wa Ibrahimu kwa imani. Kwa ukisha kuwa uzao wa Ibrahimu kwa imani, wewe ni mrithi wa Ibrahimu sawa sawa na ahadi. Kati ya ahadi moja wapo iliyokuwekwa kule ndani, baraka hizi zitaenda pia kwa uzao wako. Kwa hiyo sababu moja wapo ya Yesu kufa msalabani na kufanya agano hili liwe bora zaidi ni kufungua wigo wa watu kupokea baraka za Ibrahim. Maana kama usingekuwa msalaba, Ibrahimu asingekuwa baba wa mataifa, angekuwa baba wa taifa. Kilichomfanya akawa baba wa mataifa ni msalaba. Na kwa sababu hiyo kila mtu anayeokoka kutoka katika taifa lolote lile anakuwa uzao wa Ibrahimu kwa imani, na mrithi sawa sawa na ahadi ambayo imewekwa. Unahitaji kusoma na kutafakari mpaka iingie ndani ya kwamba wewe ndani yako katika damu ya Yesu uko katika agano la Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kumbuka jambo hili, usije ukasahau. Hao akina Musa wenzake wakati wanalia, yeye yuko huko kwingine, lakini kizazi chake walilia, Mungu akakumbuka agano. Na Mungu ukilia wewe sasa hivi, Mungu anakumbuka agano. Sasa fikiria agano hujui. Fikiria agano hujui, na hujui kwamba kuna kitu gani kule ndani, na hujui utakipata pataje. Gharama inakuwa kubwa, utatafuta kila njia. Bwana Yesu asifiwe.